France ni nadra unapata briefings za namna hii. Nimefurahi sana na nikiri tu kama kuna viongozi wako sensitive na management za vijana ni mimi. Mimi nikiona kijana na eneo amepewa ofisi ninajisikia vizuri. Simply tu kwa sababu na mimi nilipata imani siku nyingi kidogo kwa management kwa muda mrefu. Nikikuona wewe ninaamini, lakini kutokana na makaribisho na hiki tulichokisikia ona tu wakuu wanaelewa wapite wapi. Wanaelewa wapite wapi. Kwa mimi nakupongeza. Ndio, lakini vizuri kabisa ni kwa kuvaa ule wasifu vizuri. Kwa sababu ukua unasoma, ukua unafanya. Kwa hiyo unajua majukumu yako. Na naamini unayatekeleza vile vile. Benki Kuu ni taasisi ya serikali. Sisi kwa bahati tuna sura hiyo kubwa ya muungano. Kwa hiyo tuko huko na huko. Kwa hata sheria yetu ya Benki Kuu mwaka 2006 ni hiyo tu moja inatumika kote kote. Kwa masuala ya kifedha kwa nchi hii, masuala ya muungano. Saeka naona nyewe mmefanya tofauti na TAKUKURU kwa kule, lakini tunajua majukumu yenu ni yale sema tu initiative zimechukuliwa kwa wakati tofauti. Wakati wale wanafikiria kuanza na kwa sababu hayakuwa kwenye upande wa muungano na huko yakaja kaanza pengine baadaye au huko yalianza. Kwa hiyo Benki Kuu tunayo majukumu mengi, lakini moja ya jukumu la msingi ambalo tunaliona ni la kutengeneza fedha zetu na kuzisambaza kuhakikisha zinafika kila sehemu. Kwamba isifike wakati ukaenda Kojani watu wanauza samaki pale wakasema hawana hela. Sasa wanalazimika mwenye nazi anayetaka samaki alete nazi wabadilishane kwa nazi au vinginevyo. Hilo ukiliona linatokea mkuu, basi ujue kazi yangu sijafanya vizuri. Kwa hiyo mimi nina muda wote ninajaribu kustudy economic activities zinazoanzishwa ndani ya visiwa vyetu hivi viwili, kwa maana ya Unguja na Pemba, na kuona mahitaji ya fedha kila sehemu na kuhakikisha muda wote tunaweza kuyatosheleza. As we speak tunajua msimu wa karafuu unaenda wa karibuni, na this time around sio kama mwaka jana au mwaka juzi tulikuwa na wanasema bumper harvest. Kwa hiyo tumejipanga pamoja na wenzetu tunaowapitia, tunapita hata kwenye mabenki haya kwa sababu Benki Kuu haipeleki fedha ikaonana na wananchi moja kwa moja. Sasa tupeleke fedha kupitia taasisi hizi. Kwa hiyo ukikaa bila kujenga uhusiano mzuri na kutengeneza network yako nzuri utakuangusha hapa. Serikali itafanya kazi nzuri ya kununua, utafika pale utaambiwa pesa hazipo. Kitu ambacho kwa kweli hatutarajii sisi kitokee. Kwa hiyo tulikuwa tunawahakikishia wenzetu kwa hiki kisiwa cha Pemba tumeweka kituo pale Chake Chake, benki ya PBZ. Hii ni kitu cha kawaida. Vituo kama hivyo tunavyo upande wa bara. Tunacho Tanga, tunacho Tabora, tunacho Kigoma, tunacho Mara, tunacho Shinyanga, tunacho Kagera, tunacho Sumbawanga, tunacho Iringa pamoja na Songea. Na this time around tutaanzisha vingine viwili. Tutaanza Geita na kingine cha Njombe. Kwa nini tunaanzisha vituo hivi? Tunarahisisha usambazaji wa fedha. Yale mabenki yaliyopo hapa Chake Chake usingekuwa hapa sisi na kituo hiki, manake angelazimika yatakapotaka pesa wapande ndege au meli waje Unguja ndio wachukue fedha Benki Kuu zilete. Hizo gharama hizo nani anazibeba? Benki wanafanya biashara. Watataka mwisho wa siku iende kwa mradi. Mteja huyu mchache ambao tunataka sisi, lengo letu ni kila mtu atumie huduma za kibenki, lakini sasa hizi gharama zote zingepelekwa kwa watu. Kwa hiyo Benki Kuu inazichukua zile gharama, inaleta hiyo huduma karibu. Kwa hiyo watoke hapo waende pale Chake Chake watakuta fedha. Kwa sisi pale tunaleta fedha safi. Wao huku pia wanakuwa wamekusanya fedha kutoka kwa wananchi. Yeye mnapeleka fedha mwananchi mmoja mmoja. Fedha zile ambazo ni chafu wanaziondoa kwenye mzunguko.
wanatuletea sisi pale Chake Chake, wao wanachukua fedha mpya kutokana na mahitaji yao wanazileta. Kwa hiyo muda wote sisi tunatoa fedha chafu, tunaleta fedha mpya, tunatoa fedha chafu, tunaleta mpya, hivyo hivyo. Kwa hiyo baada ya muda tukiona zimekuwa nyingi, sisi tunachukua magari yetu kule, tunakuja Chake Chake, tunazichukua zile chafu, tunawaletea tena fedha nyingi mpya zinakaa pale. Kwa hiyo muda wote sisi ni kuhakikishia kamanda tutakuwa na fedha za kutosha pale kwa ajili ya kuhakikisha shughuli za uchumi hazikwami. Kwa hiyo issue ya kwamba hatuna fedha kwenye mabenki hutaisikia. Kwa hiyo hapa ulipo ni mkoa wa Kaskazini Pemba. Lakini mamlaka ya kuzuia rushwa na elimu uchumi ZAECA tumeanzishwa chini ya sheria namba 5 ya mwaka 2023, sheria ya kuzuia rushwa na elimu uchumi, sheria ya Zanzibar. Katika kifungu namba 5 cha sheria ya kuzuia rushwa na elimu uchumi, mkurugenzi imeainisha majukumu yetu ya mamlaka ya kuzuia rushwa na elimu uchumi. Mamlaka hayo yamegawika katika mafungu makuu tu matatu. La kwanza, kuzuia kutoa elimu ya athari ya vitendo vya rushwa na elimu uchumi. Tunatoa elimu kwa wananchi, kwa taasisi za serikali binafsi juu ya athari ya vitendo vya rushwa na uhujumu wa uchumi. Lakini la pili, tunadhibiti, tunafanya udhibiti. Tunakuwa mkurugenzi, tunakuwepo katika sehemu zote za huduma, sehemu zote za kifedha, kuona tunadhibiti ili sasa ile rushwa au uhujumu wa uchumi usije ukatokezea. Nafikiri sera kuu za serikali lakini na sera za kisheria ni bora kudhibiti kwanza kitendo kabla hakijaleta hatari. Lakini chengine mkurugenzi, tunachofanya tunachunguza vitendo vyote vya rushwa na uhujumu wa uchumi. Inawezekana ile swala la elimu lishafanya kazi, swala la kudhibiti lishafanya kazi, lakini pengine wametokezea watu kwa namna moja au nyingine wamefanya vitendo vya rushwa na uhujumu wa uchumi. Sasa tunavichunguza kwa lengo la kuchukua hatua za kisheria. Lakini vile vile katika kufanya kazi zetu tunafanya kazi kwa ushirikiano. Tunasema zile core values zetu, misingi yetu mikuu. Miongoni mwa misingi yetu kufanya kazi na taasisi mbalimbali.